Ndugu zangu, ninahitaji kusema leo mambo machache kuhusu watu walioachiwa jana. Sasa nataka na mimi nitoe maoni yangu kama Mtanzania kuhusu kuachiwa kwa watu jana. Mimi sawa, tunapenda kuachiwa watu kwa bila masharti yoyote, lakini kwa bahati mbaya walioachiwa Arusha wameachiwa kwa masharti magumu sana, kwamba hawaruhusiwi kudai haki yao hadi mwaka mmoja uishi. Kwa nini nasema hawakudai haki yao? Kwa sababu hii serikali ya Samia inataka kufanya kama watu walifanya uhalifu tarehe 29. Na ndio maana wanauita vurugu, hawaiti maandamano ya kudai haki. So kuna baadhi ya vitu vingine tukiulea, wazee wanasema kwamba ukipata uongo, ukipata nafasi ya kusemwa sana bila kujibiwa, unapata hadhi ya kuaminika. Sasa mimi nimeona mambo mengi yanatamkwa kwa sababu DPP amewaachia wale watu na nikaribia kila sehemu kwenye nchi yetu. Amewaachia watu waliowakamata kinyume cha sheria na kuwabandika kesi ya uhaini. Na DPP amewaachia kama mlivyosikia, lakini sasa swali langu liko sehemu moja, kwamba je, DPP ndiye aliona awaachie kama mjibu wa sheria inavyosema, au ni maagizo ya yule aliyomteua huyo DPP? Sasa hii kuachiwa kwa hao watu imethibitisha kwa mara nyingine kwamba mfumo wetu wa sheria ya haki jinai ni kwamba inakontroliwa na Ikulu. Inakontroliwa na Ikulu kwa sababu wale watu wamewabandika waliofuata mkumbo. Sasa mimi sijajua kwamba ni nani aliyohojiwa kati ya wale watu wakasema alifuata mkumbo siku ya tarehe 29, lakini itoshe tu kwamba watu hawakufuata mkumbo, walikuwa wanadai haki. Na kwa nini wao wanataka kuaminisha watu kwamba ile ni uhalifu? Ni ili watafute na kuachia baadhi ya watu, ni ili wang'ang'anie baadhi ya watu kwa namna tu ya kuweka ya kujaribu kuziba mdomo ya watu wanaosema kuhusu haki. Sasa ndugu zangu, mimi niseme jambo moja. Watu walipoandamana tarehe 29, ina maana watu walishashindwa kupata haki kwa wakati mwingine wote. Kwa mfano, watu wanapigwa mahakamani wakiwa wanahudhuria kesi za Lissu, lakini hakuna hatua inayochukuliwa, wanapigwa kama wanyama. Watu wametekwa, wanapotezwa, hakuna hatua inayochukuliwa. Watu wanasema hawasikilizwi. Wale watu wana ndugu, sio mbuzi, sio ng'ombe, sio ng'ombe wa mtu, ni watoto wa watu. Kuna wengine wamewawa kama kina Ali Kibao, haifanyiwi kazi yoyote. Kina Zori Gwanda, kina Alphonse Mawazo, kina Beni Saanani, Deo Soka na wenzake, Mdude Nyagali, Polepole, Ali Kibao, kina Tundu Lissu kupigwa risasi. Hakuna siku yoyote ambayo polisi wa nchi yetu wameshawahi kutaja hata kesi moja, mafanikio ya kesi moja kati ya hizo tulizozitaja, na wanapata kodi ya Watanzania na wanasomeshwa kufanya kazi hiyo kwa pesa ya Watanzania, kwa kodi. Ukihoji kuhusu polisi hawa, ndio sasa unakuta kanisa zinafungiwa. Jana wamefungua hiyo kanisa. Kwa hiyo kumbe serikali ina uwezo wa kukufanyia chochote tu kwa sababu wewe umesema kuhusu kitu ambacho wao hawapendi. Sasa ndugu zangu, mimi niseme kitu kimoja. Kwani hii Samia alikuwa ajui kwamba kanisa la Gwajima wameifungia kinyume cha sheria? Wameifungia. Mtu amekemea utekaji. Kwa nini mnatumia nguvu kubwa kulinda neno utekaji? Kwa sababu utekaji ulianza kusemwa mara nyingi sana. Nakumbuka kina Hussein Bashe walipiga kelele, kina nani walipiga kelele. Sasa mimi nadhani wakati mwingine watu wanapoenda kudai watu wasitekwe, mnasema wamefuata mkumbo. Watu wanapoenda kudai upigwaji wa kura wa uhuru na haki, mnasema wamefuata mkumbo. Hivi nani aliyofuata mkumbo pale? Kwamba hakuna kinachodaiwa ndani ya ule maandamano?
Kuna kitu kingine kwamba tunaona double standard, kwamba sisi wengine tunaosema ukweli, tunaohitaji taifa letu, tunaidai utawala wa sheria sawa kwa wote, tunaweza tukakamatwa, tukapotezwa, wengine wakafungwa, wakapewa kesi za uhaini kama wengine wote walivyo ndani. Lakini kuna viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao wameshawahi kutoa kauli za kusikitisha sana, lakini hawajawahi kuchukuliwa hatua yoyote. Mfano, kuna kauli iliyoshawahi kutolewa na aliyokuwa waziri wa mambo wa habari na teknolojia ya habari, ndugu Moses Nnauye, alisema kwamba kura sio lazima yawe kwenye ile ya kwenye box, inategemea nani anahesabu na kuzitangaza. Na akasema kwamba kuna feki, kuna kura haramu, kuna nusu haramu, na kuna haramu kabisa, na kuna halali, na zote zinatumika, inategemea tu nani anahesabu na kutangaza. Na akasema ili mradi tu ukishamaliza uombe Mungu akusamehe. Lakini hiyo kauli ilitakiwa tume iwe serious kumhoji Nape, kwa sababu inaonekana, na ndio ilivyo, kwamba matokeo ya uchaguzi ya Tanzania kwa miaka yote inaandaliwa nje ya boksi kama alivyosema Nape Nnauye. Mimi namuunga mkono Nape kwa sababu ni kweli nimeshiriki uchaguzi, nimegombea, najua inaandaliwa. Mimi nimekamata maboksi ya kura ambaye mpaka sasa hivi video ninazo, na mkurugenzi muda huo hapokei simu ukimpigia. Swala lingine ambalo nahitaji kulisema, kuna askari mmoja alisema, ambaye nafikiri alikuwa RPC, amesema mama hajawa rais kwa sababu mmepiga kura, hata sisi tumo, na akawa anaonyesha staili ya bunduki, akasema dola ni nini. Ni kweli ndicho kilichotokea tarehe 29. Yule afande alisema ukweli, ndio maana mimi nasema tunamuunga mkono yule, kwa sababu ni kweli ametuambia. Lakini kuna mtu mwingine alisema kwamba alikuwa mkuu wa wilaya Longido, amesema kwamba mchakato wa tarehe 20 wa mwaka 2020 hakuna diwani aliyogombea. Serikali ndio ilitumia vyombo vya dola kuwashindisha wale madiwani, na wakasema wameua watu sana kwenye mapori. Alikuwa ni shahidi, mtu muhimu sana wa kuhojiwa na vyombo vya ulinzi na usalama kwamba aliwaua kina nani na lini, lakini hajahojiwa. Ukiangalia kuna mwingine amesema kama kuna mtu anadhani anaweza kukaa mtandaoni na kisimu chake kuwatukana viongozi, akasema akawaambia polisi hawa tukiwapoteza msiwatafute. Na kweli watu wanapotea, hawatafutwi. Huyo naye ni mtu muhimu sana wakahojiwa na polisi, kwamba wewe unaposema mkiwapoteza huwa mnawapoteza kwa mamlaka gani na mnawapeleka wapi? Lakini hadi leo hawajahojiwa. So mimi nafikiri niungane tu na bwana rais wa TLS anaitwa Mabukusi kusema kwamba polisi ni tawi la Chama cha Mapinduzi, na ni kweli, ndio ukweli wenyewe huo. Na tunasema kwamba watu wanapodai hizo kauli, watu wanaposema hizo kauli hawachukuliwa hatua, lakini sisi tunachukuliwa, tunakamatwa hata kwa kesi ambazo hazipo, tukidai hiyo haki, nao ni kufuata mkumbo. Kingine, CCM lazima mfikirie, na Samia lazima ufikirie. Hamwezi kulazimisha watu kwa miaka yote msipate shida. Naona Mwigulu Nchemba anahangaika, anasema mnachoma nchi yenu wenyewe. Wewe nyewe ndio mnatengeneza mchakato huo, alafu mnataka kutuaminisha nyewe ndio wazalendo, wakati nyewe ndio mnatulazimisha mtuongoze. Uongozi haulazimishwi, utakiwi. Nenda nyumbani kwako, si ufanye kazi nyingine. Kwa lazima ufanye siasa? Kwa lazima uwe kiongozi wa kutuongoza sisi? Si hatukutaki. Sasa wewe unangangania nini? Kwa hiyo mimi wakati mwingine huwa nawashangaa sana, hasa Mwigulu Nchemba anahangaika, lakini mimi nashangaa kwamba unasema watu wameshasema tunahitaji mfumo wa uchaguzi ulio huru na haki, tuwaondoe nyewe mnatumia dola kulinda mfumo mbovu wa uchaguzi. Sasa nani anayeandaa mchakato wa kuchoma nchi? Si ni nyewe wenyewe. Wewe unafikiri hata leo mkituzidi mpaka 2030 si kitu hiki itajirudia tu? Kwa mimi nadhani tutumie akili, tutumie busara na hekima, acheni kukwepa uwajibikaji. Nyewe ajibikeni tu, kama wale walioshambulia watu waajibike, basi ndio kitu kilichobaki ndani ya nchi yetu. Asante sana na shukuruni, na Mungu awabariki.
Ya, ni dhahiri kuwa watu kutoka nchini Tanzania hawajaridhishwa na ile utekaji nyara, na hivi majuzi uliona kuna wale ambao walikuwa wamefungwa pale waliweza kuachiliwa, na wengi wanajiuliza tu, je, mbona kama walifanya kosa la uhaini waachiliwe? Je, ni katiba inafuatwa ama ni aliyetoa amri kwamba waweze kushikwa ndio ametoa amri sasa hivi waweze kuachiliwa? Ni jambo ambalo limeweza kuleta tumbo joto, na wengi wanajiuliza tu maswali magumu pale. Ni kwa nini walitekwa nyara, ama ni kwa nini walishikwa? Na kama walishikwa na walikuwa na makosa, ni kwa nini waachiliwe? Na ni jambo ambalo pia wengi wameweza kuitilia shaka, na wanaona ni kwamba ni siasa tu. Wale walioshikwa ilikuwa tu ni jambo la kisiasa, si hawakuwa na makosa ambalo lingefanya waweze kutiwa mbaroni na kuwekwa korokoroni. Sasa hivi wengi wanatarajia tu kuona ni lipi litakachofanyika tarehe 9, kwa sababu Watanzania wameweza kuandaa maandamano ambayo imeweza kutia Samia Suluhu na Ikulu yote kwa jumla tumbo joto, pamoja na mwanawe Samia ambaye pia Abdul, ambaye inasemekana kwamba kuna sauti sana katika serikali ya Mama Samia, vile vile Jakaya Kikwete na wale wa ndani wa Mama Samia Suluhu. Sijui una maoni gani kuhusiana haya yote? Kama uko na maoni niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe, na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell, ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, nakutakia mchana mwema. Asante sana kwa wakati wako.